Maonesho ya kimataifa ya kilimo na mifugo yatafanyika Juni 19 hadi 21 pale Chalinze mkoani Pwani hapa Tanzania, na ni maonesho ambayo yana upekee wa hali ya juu. Wewe kama kijana una nafasi gani katika maonesho hayo? Tumepata kuzungumza na makundi tofauti tofauti ya watu wakiwemo wadhamini wa maonesho hayo, lakini leo tunaye kijana kutoka Simanjiro mkoani Manyara. Huyu ni Tobiko Yohana Ndorosi na atatuambia nafasi yake, lakini nafasi yetu pia sisi kama vijana katika maonesho hayo. Karibu sana Tobiko. Asante sana. Habari ya Simanjiro? Salama kabisa. Kwa mnasalimia Suvai? Suvai mwanamke anaambiwa takwenya. Takwenya. Yes. Iko? Kidogo anajua huyu. Karibu sana. Asante sana. Unaweza kutuambia kwanza wewe ni nani? Mimi naitwa Tobiko. Ni msanii wa kuimba kutokea jamii ya Kimaasai. Pia ni mjasiriamali. Natokea Simanjiro Manyara. Sawa. Yes. Ni nyimbo za aina gani ambazo huwa unaimba? Kwenye sanaa umeingia ni muda gani sasa? Mimi kidogo sina muda mrefu, lakini kidogo na muda mrefu tayari. Kwa upande wa nilikuwa naimba nyimbo za Kiswahili kutoka 2018 mpaka 2023, 24 ndo nikaja nikachange nikaanza kuimba nyimbo za Kimasai. Kwa ulianza kwenye Kiswahili? Kwa nini kuanza kwenye Kimasai afu ndo ukaja kwenye Kiswahili? Kwa sababu sisi vijana tunatafuta fursa. Na fursa inaonekana ukiwa unatafuta. Huwezi kuona fursa bila kwanza kufanya. So nilianza Kiswahili, nikagundua muziki hauna lugha. Yaani unaweza ukawa South Africa ukaenjoy muziki ambao haujulikani. Nilipopata hiyo experience nikagundua kwa nini siwasilishe kacha yangu ikiwa yenyewe tu inanitambulisha. Na maudhui, aina ya maudhui ambayo umekuwa ukiimba zaidi ni yapi? Napiga kibongo flavor au amapiano, alafu naimba Kimasai. Nachukua labda singeli, naimba Kimasai. Nachukua, yani sitoki kwenye kile ambacho watu wanakipenda, ila najaribu kutumia kile Kimasai changu kama melody tu. Amapiano ya Kimasai. Mimi natamani tuipate hiyo. Tupe ladha kidogo. Ya amapiano au ya amapiano. Ya Kimasai au ya Kimasai. Nitamtafsiria Moses. Pano kuna tuliimba kuhusu mambo ya konda nini na nini, tulishirikishwa by the way. Nilipokea lakini ni Kimasai. Ariagande de wogire moibu aya morogoro girosa tiagande de wogire narok aya gajiado mara tiagande de wogire moibu aya morogoro girosa ariagande de wogire narok aya gajiado we meguralo konda meguralo konda meguralo konda meguralo konda meguralo ulielewana niache jeti kaniacha Mbezi Kimara. Ulielewa. Nice. Unajua inahuzunisha alafu inafurahisha. Inahuzunisha nini tena? Inahuzunisha pale ambapo unapokuwa umesahau na huijui na imekuacha asili yako kabisa. Na inafurahisha sana kuona watu wameendelea kuilinda, kuitunza, kuienzi na kuiendeleza asili yao, kwa sababu ndio inavyozidi kuendelea kuwatambulisha watu siku zote duniani. Na katika hilo kiukweli kabila la Wamasai limeendelea kuthibitisha kwamba wao tupige makofi wataendelea. Asante sana, asanteni sana. Tukiondoka katika eneo hilo, kabla hatujaondoka, angalau tupate tafsiri ya kile ambacho umekizungumza. Nimekiimba. Umekiimba, yes. Ariande de wogire moibo. Nimemwambia nishushe sehemu moja ambao ni Moipo ambayo ipo Simanjiro. Yeye akanipeleka Morogoro Kilosa. Si wajua ile unafika kwenye gari unamwambia dereva nisha sehemu fulani, yeye anakupitisha.
Sasa nimeimba kwamba nimeambia nishushe Mwepo, amenipeleka Morogoro Kilosa. Nimemwambia niache Narok ambao ni Kenya. Nimetaja sehemu za Kimasai sana. Okay. Narok ambao ni Kenya, alafu ikanipeleka Kajiado ya Kenya bado kwenye country nyingine. Kwenye nani inaitwa county yes. Yeah. Kwenye county nyingine. So kuna sehemu ikaja nikawa sana namwambia Konda siendi tena. Meguralo. Siendi tena. Okay. Yes, yani nishushe hapa kama nikufia. Maana kila ninapokuambia nipeleke unanishusha kwingine. Sehemu tofauti. Hebu sasa tutoke huko katika tasnia ya muziki na turudi katika ufugaji. Mwanzo wakati ulipoanza kujitambulisha ulisema pia wewe ni mjasiriamali. Yes. Unapozungumzia ujasiriamali, ni ujasiriamali gani hasa ambao wewe unaofanya? Nafanya wa kufuga pia. Ingawa sio kwa sana, najichanganya kwa sababu siku hizi fursa zimekuwa ni nyingi. Ndio. Nafanya pia fursa ndogo ambazo ziko kama hapa Dar es Salaam na ofisi kama 2 za ku restaurant fulani hivi. Okay. Yes, bado sija active kwa sijatangaza, lakini pia hasa natumia sana ufugaji. Yeah, ndio tuko active wa ng'ombe na mbuzi na kondoo. Aha. Katika eneo la ufugaji wa ng'ombe na mbuzi na kondoo yanakuja maonesho ambayo Balkis ametoka kutuambia Juni 19 mpaka 21, maonesho ya kimataifa ya wafugaji pamoja na kilimo. Wewe kama kijana umejipanga kwenda kushiriki kwa namna ipi katika maonesho hayo? Kwanza mimi nashiriki kwa namna 3. Yes, nashiriki kama mjasiriamali, nashiriki kama msanii, nashiriki kama msanii ambaye nitakuwa na nyimbo maalum siku hiyo ambao nitaperform itakayohusu kile kinachofanyika. Okay. Yes, mimi pia ni influence wa Mbogo Ranch. Niliona haya matangazo yako ya maonyesho yanalenga sana mifugo na ukilinganisha kwamba sisi wa Masai ndio wafugaji zaidi. Tupo wengi wafugaji Tanzania na sehemu nyingi, lakini wa Masai, jamii yetu ya Kimasai imekaa zaidi kimifugo. Yaani mtu yuko radhi asiwe na biashara nyingine lakini awe na ng'ombe nyumbani. Asiwe na hela benki lakini awe na mifugo nyumbani. Kanikumbusha sana nyumbani. Awe na ATM nyumbani, si tunaita ATM. Yaani huwezi kuwa Masai kama hauna zizi la ng'ombe. Yaani kabisa. Hiyo ni asili kabisa. Na hiyo ni kuna namna tu unajidharau kabisa. Yaani kama hata yani kwa namna hauna amani, huwezi kukaa kwenye vikao. Kwa kweli. Kwa hiyo unakwenda kushiriki kama mosi, umesema ni mjasiriamali katika eneo hilo la ufugaji. Lakini pili unakwenda kushiriki kama msanii katika maonyesho. Lakini 3 umetuambia kwamba umeandaa pia wimbo maalum kwa ajili ya nani? Na umesema wewe ni influencer wa Mbogo Ranch. Yes, upande wa jamii ya Kimasai. Inajihusisha na vitu gani hasa? Siku hiyo tutakuwa na maonyesho ya mifugo ya aina zote. Na haya maonyesho ni makubwa kwa sababu yanaunganisha zaidi ya nchi 3. Sawa. Si ndio? Ndio. Vijana tunahitaji kuwa tunaona fursa kabla ya fursa kutuona sisi. Hii ni sehemu ambayo ni kwa kila mtu inamfaa, kwa sababu hata kama unanunua mifugo unaweza ukajifunza kuna fursa gani kwenye mifugo. Yes, ukiangalia siku hizi watu hawafanyi vitu vingi. Watu siku hizi wanaingiza pesa zao kwenye mifugo au kwenye kilimo. Kwa nini? Ni kwa sababu ni vitu ambavyo vinatumika kila siku. Yaani haishi siku watu hawajatumia nyama. Haishi siku watu hawajala chakula. Ni kweli. Maana yake ni vitu ambavyo ni fursa ambazo zinatumika kila siku. Kwa hiyo vijana ni wakumbusha tu, hiyo ni sehemu ambayo unaweza ukaja kujifunza na ukaja ukaangalia kuna nini huko bila kuhadisiwa. Ni vizuri zaidi ukakaribia, ukaja, ukafuatilia na ukaona na ukajifunza na ukafanya maamuzi pia. Sawa. Wewe ni influencer wa Mbogo Ranch. Kama influencer, mtu ambaye unaendelea kutangaza haya maonesho, unaendelea kuitangaza Mbogo Ranch, unafikiri umeweza kufikia watu wengi kiasi gani na kuwashawishi katika kushiriki kwao, na pengine wengine ambao hawakuwa wakifahamu kuhusiana na maonesho haya, umeweza kutoa elimu kiasi gani kuhusiana na hiyo sekta nzima? Si muda mrefu nimefanya, lakini toka nianze nadhani na wiki moja. Okay. Lakini wiki moja tayari nimeshaipata Simanjiro kiti yote
wiki inaenda Ngorongoro. Aha. Kwa hiyo wewe ile namna yako ya ushawishi unahakikisha kwamba unazifikia kabisa zile jamii kule zilipo. Sisi Wamasai tuna changamoto ambazo ni za kwetu. Masai unaweza ukawa na sherehe pale bila kumuita haji. Haijalishi wewe ni nani. Tunaheshimu utu wa kufuatwa. Yaani hata wewe uwe nani, unaweza kuweka sherehe hapa. Mimi niko hapa. Kwa sababu hujaniita, siji. Ananijua. Tunapenda cha kwetu. Kwa hiyo nikagundua namna pekee ya kuwashawishi ni kuwafikia. Sisi Wamasai hatuna hiyo elimu ya ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo inabidi utumie nguvu na utuelekeze kwa mdogo mdogo. Yaani ni tofauti unavyonielekeza na unavyomwelekeza mtu mwingine ambaye ana elimu yake. Unakuta sasa mimi labda babangu kaenda kumwambia uje ukute ng'ombe inauzwa milioni 10 au milioni 15. Sasa mpaka milioni 30 pale hapo ng'ombe. Unajua si rahisi kuuza ng'ombe zake 10 za milioni 1 akanunue ng'ombe mmoja. Kwa hiyo inabidi umpe elimu kubwa na umueleweshe kwamba huyu ng'ombe anaweza mfano unachukua dume la milioni 20 au 15 au 30 unampeleka kwenye zizi la ng'ombe 500. Kwa mwaka mmoja yule dume anakubadilisha wale ng'ombe wote. Kwa mwaka mmoja ndama akizaliwa kwa mwaka mmoja unamuuza, baada ya mwaka mmoja unamuuza milioni 2. Baada ya miaka yani thamani inaongezeka. Kwa hiyo inabidi uwafikie nyumbani, sio barabarani, uwafikie nyumbani. Uwaelekeze, uwafundishe, uwaelimishe. Ukitoka hapo uende kwa mkuu mwingine waelimisha kwa namna hiyo watakuja. Na wanakuelewa kweli kutokana na nature ya jamii ya Masai. Kumwelimisha ni ngumu kidogo. Unatumia mbinu gani zaidi? Mfano ikiwa ni wewe ndo Masai. Mimi ni Masai. Ndio. Yes, lakini bado sina uhakika. Masai wa mjini wasikusumbue. Of course ni Masai lakini endelea kumuelewesha ni Masai wa mjini. Kuanzia babu zangu tayari walisha move kidogo. Yaani ni wa Masai wa mjini. Masai wa Beza jioni. Wanaitwa hivyo. Masai wa Tabata. Kuna nitakuja kwako. Kwanza Masai anaheshimu mtu anayefuata. Namba 1. Masai anaweza sithamini wewe ni nani, lakini ule muda wako anauthamini. Haijalishi unafanya nini. Kwa hiyo ukienda alafu unamwalika kwenye kitu ambacho naye inampa thamani au inampa, yani ni fursa hiyo. Unajua ukimwalika mtu unamfundisha kwenye fursa fulani, aingie kwenye fursa nyingine. Kwa hiyo ni rahisi kuelewa ukimuelewesha kulingana na jamii yetu, na mimi mwenyewe ni wa huko. Sio wa mchongo. Mimi ningekuwa labda nisielewe Kimasai ingenitesa. Unaweza enda sehemu ukatoka unachapwa. Na mimi wakati nilipokuwa nauliza hilo swali nikawa nataka kuuliza kionjo hicho kwamba yani hii jamii ya Kimasai kwa mfano yani mimi na Balkis huyu Masai wa Tabata, mimi sio Masai kabisa. Tunaweza kuwaelewesha jamii ya Kimasai kuhusiana na vitu kama hivi? Watu ambao hatuelewi Kimasai tunahitajia pengine labda pawepo na mkalimani aweze kueleza, wanaelewa kwa wepesi na wanashawishika kwa wepesi. Wa Masai sijaelewa, naomba unieleweshe vizuri. Yaani jamii yetu kwa namna gani? Yaani Balkis alipokuwa akiuliza kuhusiana na wewe unatumia mbinu gani? Ndio. Mimi pia nilikuwa nataka kuuliza tu yani kama kuchombeza hapo kwamba hivi kwa mfano mimi Mzaramo ndio na kwenda kuwaelimisha Wamasai kuhusiana na ufugaji ili hali mimi asili yetu ufugaji haupo. Sasa kama swali tu hajaielewa. Yaani swali tu hajaielewa. Unafikiria unahisi ukitumia ukabila wako kwenda itakuwaje? Kweli ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu sisi tunapenda cha kwetu. Yaani sisi ndio maana mimi sasa hivi naweza kuwepo hapa Zambia, si ndivyo? Nikatoka tu nikakutana na mtu anampiga Masai. Kabla sijaulizia kwanza namtetea. Sijajua amefanya kosa gani kwa sababu ni Masai. Siwezi kuvumilia kumuona akiwa na ila pia sijai kukuta Wamasai ambao unakuta wanafanya matukio ama ni wahalifu. Wanakuta yani uwezo kukuta kwenye matukio ya uvunjifu wa amani. Kwa sababu pia wamejijenga kwenye ulinzi zaidi. Yani nature ukikutana naye kaka
moja kwa moja utajihisi wewe uko salama. Utajihisi tu ukikutana nao unajihisi wewe uko salama. Tukienda kwenye maonesho, unaweza kuwashauri vipi vijana ambao ndio sasa wanakusikiliza, ndio sasa wanafahamu kuwa kuna maonesho haya? Unaweza ukashauri vipi waweze kushiriki kwa namna moja au nyingine? Vijana ni rahisi kwa sababu kwanza sisi tunaendaga kama rika. Nikisema tu mimi ni msanii ambaye ni msanii ambaye si mdogo kwenye jamii yetu. Ni mwaka jana nilipata bahati ya kuwa msanii bora wa Tanzania upande wa uimbaji kwenye award ambazo zilifanyika Kenya. Nina nafasi kwenye jamii yangu sana sana sana, na nitatumia upole na ukarimu kualika. Okay. Na sisi tunaenda kama rika. Yaani nikisema mfano rika fulani naomba kwa heshima tarehe fulani tukutane wapi? Watatoka Ngorongoro, watatoka wapi kulingana. Kuna namna sisi tunaenda kirika na kuna namna tunaenda kama kiheshima. Mimi naweza nikawa rika langu, mimi naitwa Ricky Mayana au Mamorani, ambao sasa hivi ndio wanalinda sana usalama, amani kule nyumbani na kuangalia mifugo. Yaani kwamba kitu chochote ambacho kinatokea sisi ndio tunapewa hilo jukumu. Mfano naweza kutumia labda Ricky Mayana karibuni tarehe fulani, nikawatumia ambalo rika lingine tunawafuata ambalo ni wakubwa wetu. Nikawalika pia kiheshima, nikawalika na baba zangu kiheshima, ni lazima watakuja hata bila kuwafikia wengine. Umetaja baba zako na umenikumbusha kitu kimoja muhimu sana. Miongoni mwa fursa ambazo zipo katika maonesho haya ni fursa za kina mama katika maeneo haya, na wanawake wa Kimasai kwa kadri ambavyo ninavyofahamu ndio jamii ambayo huwa inahusika hususan na kuandaa maziwa kuhusiana na kama mifugo, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, na kuiandaa kwa ajili ya familia. Ndio. Wao wanawake wa Kimasai wana fursa gani katika haya maonesho ya Juni? Wana fursa kama 3 au 2. Kwanza kuna vile vibuyu. Okay. Vile vya maziwa. Unajua issue inakuwa haya maonesho yanalenga si Tanzania, yanakutanisha zaidi ya mataifa matatu. Naam. Si ndio? Kuna vibuyu. Mama ndo watakuja navyo. Kuna vile vikacha fulani hivi nadhani mnajua. Mama watakuja nazo, kuna shanga, kuna vitu kama hivi vyote, kuna mikanda. Mama ndo watakuja nazo. Kuna maziwa yenyewe. Mama watauza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ina fursa ya kila aina. Ni wewe sasa unaitumiaje hiyo fursa na umeiona katika engo gani? Na kina baba huwa wanatoa ruhusa kwa kina mama kwenda kushiriki katika maonesho kama haya katika maana ya kiasili kabisa. Wanatoa ikiwa umewafuata. Ndio kama hivi ninavyowafuata. Kwa sababu mwenye ruhusa ya kumruhusu mke wake ni baba wa nyumba. Yaani akisema no ni no. Haitakiwi uulize ni kwa sababu gani. Okay. Kwa hiyo ukiweza kumkaribisha baba mwenyewe, anaweza hata asije akamtuma mke wake. Sisi wa Masai tuko hivi. Naweza nikaa na ndugu na nani, lakini ni kwenye kitu cha kuwakilishwa, nitampa pesa mke wangu, ataenda kuniwakilisha huko anapoenda. Na ni mara nyingi kuwaona wamama wa Kimasai kuliko kina baba, hasa katika mikusanyiko ya watu katika maeneo tofauti tofauti. Unajiona wapi baada ya ushiriki wako kwa nafasi zote ambazo umetuambia utakavyoshiriki kwenye maonesho haya? Baada unajiona utakuwa umeboreka kwa kiasi gani? Kwa ukubwa, kwa sababu kwanza nafanya vitu viwili, nitajifunza na nitajua kwa nafasi yangu na kwa nafasi ya Mbogo Tanzania itakavyo tufundisha pia. Kwa kulingana na hayo maonyesho, hiyo ni namba 1. Kwa sababu kwenye dunia tunapopambana tunatafuta kukua na si kushuka. Kwa hiyo nitapata elimu ya kujua na ya kujifunza. Namba 2, mimi ni msanii. Ndio. Naimba. Ni msanii ambaye nataka kacha yangu itambulike, si hapa tu, ni zaidi duniani kwa ujumla. Kwa hiyo nitatambulisha pia kile ninachokifanya, kipawa changu kiendelee kwenda mbele. Cha 3, nitabadilishana mawazo na watu. Nitakutana na watu wengine ambao watanifungulia dunia kama Azam TV. Hivi mbona Wamasai wafugagi kuku?
Kumbe utujui. Makisi. Unajua msije kuona Masai wakiwa busy na mayai na nini. Alafu mimi sio Masai wa Tabata. Sio Oljoro Arusha. Vipi? Oljoro. Sisi Oljoro Arusha. Tubiko mnisaidie mimi nipate kuelewa bwana. Kuku kiukweli sio uongo. Haukuti mwanaume anafuga kuku. Wanafuga kuku ni wanawake. Na sasa hivi wengine wanafanya kama biashara, lakini wachache sana. Ukitoka Arusha, ukiwa unaenda Manyara, ukifika maeneo ya Makuyuni hapa, kote unakutana na mama wa Kimasai na watoto wa Kimasai wakiuza mayai ya kienyeji. Ndio. Ni biashara ambayo kwa sasa hivi imekuwa sana katika eneo hilo. Ukipita Makuyuni, sijui Vilima Vitatu, eneo lote hili wanauza sana. Tobiko atakuwa shahidi. Wamama wa Kimasai wakiuza mayai ya kienyeji ambayo yako vizuri kabisa. Labda pia itakuwa ni eneo ambalo ni muhimu kuweza kulifikia, kwa sababu kwa maonyesho haya wako wanyama tofauti tofauti, ikiwemo pia wadau ambao watakuwa wanauza vyakula vya kuku. Nimeuliza hivi Balkis, manake pia ni kwamba najifunza kitu kingine, ile adaptability. Unajua jamii ya Kimasai ni jamii ambayo tunafahamu ni jamii ambayo ni ya kuhamahama. Sasa mara nyingi unapohama, mifugo kama ng'ombe ama kondoo ama mbuzi yenyewe pia inatembea katika kuhama kwako. Kuku ukihama utakuwa uhame na kuku. Unajua anachokisema iko sawa. Kwamba kwa miaka 5 nyuma tulikuwa hatuwezi kufuga kwa sababu ya hiyo changamoto. Kwa sababu sisi mimi tunaweza tukawa niko Dar es Salaam, tuseme Posta ndo Bomani, lakini mifugo nimepeleka tuseme Morogoro. Sijui umeelewa umbali huo wote? Naelewa. Umbali huo wote. Kwa hiyo mimi nyumbani huko hakuna watu sana muda wote. Labda watu ambao heji imeenda tayari, labda bibi, babu, lakini kuanzia vijana na mama wengine wapo wakihama, labda Morogoro ni wanakaa labda miezi 6, baada ya miezi mingine 3 labda wanaenda labda tuseme Chalinze hivyo. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunafanya hivyo kwa sababu ile biashara yetu ya mifugo tunaitafutia nini? Chakula. Kuna chakula. Tobiko, wewe kama msanii na tayari umejihusisha na kazi za sanaa, umetuimbia hapa, natamani utuimbie tena kabla hujaondoka. Lakini wapo wasanii wengi hapa nchini. Ni msanii gani ambao unatamani kushirikiana naye, kufanya naye kazi? Kwa engo gani labda? Sio tu katika sasa hivi tuna wimbo ambao unaandaa kwa ajili ya mashindano haya, lakini kwenye kazi zako za sanaa binafsi. Okay. Kwenye kazi zangu mimi nilikuwa mtu ambaye alinishawishi kuimba. Ni Van Boy kiukweli. Van Boy unazungumzia Rayvanny, okay. Yes. Alinishawishi sana kwa sababu nilikuwa namsikiliza sana kutoka 2016 na kwa Wasafi 2017, 18. Ni 2021 nadhani nilibahatika pia kuingia kabisa mpaka pale next level. Yes, kwa baadaye tukashindwa kuvuka zile. Kulikuwa kuna utaratibu ambao tulishindwa kuvuka. Baadaye sasa ndo nikaja nikabadilika, ikawa sana kwa sababu namna nilikuwa namuiga sana, ikawa inanifanya nakosa uhalisia wangu mimi kama mimi. So nikakutana siku moja na Omidimpos, akaniambia bwana Tobiko imba Kimasai. Mimi nilikuwa Dar es Salaam makazi yangu mara nyingi. Kwa hiyo kwa kipindi kile nilipokutana na Omidimpos akaniambia badilika, imba Kimasai. Yeye ndo mtu wa kwanza kuniambia muziki hauna lugha. Pale ndo nilipojua sasa kwamba unakuta mtu anaimba Kisauzi, yani haelewi lugha, lakini muziki ni kitu ambacho hakina lugha. Kwa hiyo Omidimpos alivyoniambia hivyo, nikaanza sasa kufanya nini? Research. Nikagundua okay, mimi nikacha tu nikiwa hivi. Je, nikitambulisha sasa kwenye lugha kuna nafasi, lazima nitaipata. Na kwa bahati nzuri imekuwa hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye nauishi sana kufanya naye kazi ikitokea kwa baadaye ni Vanny Boy. Ni kwa heshima tu. Aha, kwa heshima. Tupe kionjo katika nyimbo zake ambazo unazipenda sana. Kwa sababu kumsikiliza tangu miaka ambayo umetoka kutuambia, hauwezi kutuambia kwamba ushasahau nyimbo zake. Najua kwa nyimbo yake kuna wimbo wake ambao utakuwa unaupenda sana.
Sasa hivi nyimbo kuzikumbuka nyimbo sasa hivi kwa miaka hii miwili sijasikiliza sana muziki wa Kiswahili. Ila nakumbuka nikianza kuimba melody, maybe labda amapiano nazipenda sana. Labda niimbe nyimbo ambayo yote itatokea kuimba. Na napenda kwa sasa hivi napenda sina sasa hivi modo. Sasa hivi nawapenda wasanii wote. Kwa uchache. Hem, tuimbie wimbo wote ule. Ngoma gani? Kuna ngoma ambayo nilipiga ile Power, nilipiga kwa Kimasai. Okay. Hem, tupe Power kwa Kimasai. Hengiliwa nage kayaru mesawo engono sidayole ninaishorio memuro endobo gendunga yegi endahinde dasawuro origenge sidayoro ninaishorio rangede Power naishiwa Power penzi lako mizani ni zito. Yes. Maneno ambayo aliyaimba Mbosso kwa Kiswahili ndio ambayo wewe umeyafanya hivyo hivyo. Lakini kwenye ile anasema niulizeni. Niulizeni. Napataje unene? Manini fasheni. Sabiko, sisi tunakushukuru sana na tunakutakia kila laheri kwa wewe kushiriki katika maonyesho haya ya Tri-Nation Livestock Expo, na uendelee pia kusambaza elimu kwa vijana na jamii ya Maasai kwa ujumla.